Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini tuelekee huko katika rasi ya Korea ambapo Korea ya Kaskazini imevurumisha tena makombora yake ambayo hadi wakati huu bado hayajaeleweka ni aina gani ya makombora, na ni katika kile inachosema ni katika kuhakikisha inajibu mapigo pale ambapo Marekani pamoja na Korea Kusini zitaanzisha mazoezi yake ya kijeshi. Pyongyang imejibu mapigo ya vurumisha makombora baharini kuelekea Korea ya Kusini. Korea Kaskazini imevurumisha makombora kadhaa ya balistiki baharini leo Jumatatu, saa chache baada ya wanajeshi wa Korea Kusini na Marekani kuanza mazoezi makubwa ya kijeshi ya kila mwaka ya pamoja ambayo Pyongyang inayatazama kama majaribio ya uvamizi. Wakuu wa majeshi wa Korea Kusini wamesema kurushwa kwa makombora hayo ambayo ni tukio la 5 la kuvurumishwa kwa makombora nchini Korea Kaskazini mwaka huu iligundulika kutoka katika mkoa wa Hwanghae Kaskazini, lakini hawakutoa maelezo zaidi kama vile umbali wa kuruka makombora hayo. Taarifa ya wakuu hao wa majeshi imesema kuwa Korea Kaskazini imeimarisha mkao wake wa ufuatiliaji na inashirikiana kwa karibu na Marekani katika suala hilo. Mapema siku ya leo Jumatatu, wanajeshi wa Korea Kusini pamoja na Marekani walianza mazoezi yao ya pamoja ya kijeshi ya kila mwaka ambayo yamepangwa kuendelea kwa siku 11. Luteka hiyo ya kamandi ya ngao ya uhuru imeanza baada ya wanajeshi wa Korea Kusini na Marekani kusitisha mazoezi ya kufyatua risasi hai, huku Seoul ikichunguza jinsi ndege zake mbili za kivita zilipiga mabomu kimakosa eneo la raia wakati wa maandalizi ya mazoezi wiki iliyopita. Kuanza kwa maneva hayo kulilaniwa na Korea Kaskazini ambayo ilitoa taarifa ikitaja mazoezi hayo kuwa kitendo hatari cha uchochezi ambacho kinaongeza hatari za migogoro ya kijeshi katika eneo. Takribani watu 30 walijeruhiwa. Wawili kati yao walikuwa na hali mbaya wakati ndege mbili za kivita za Korea Kusini aina ya KF-16 zilivurumisha kimakosa mabomu 8 ya kivita ya MK-82 kwenye eneo la raia huko Pocheon, mji ulio karibu na mpaka wa Korea ya Kaskazini, na hii ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un alisema kwamba watatoa jibu kali kwa maneva ya kijeshi ya Korea Kusini na Marekani. Na siku ya leo baada tu ya kuanza kwa maneva hiyo, Pyongyang imeanzisha urushaji wa makombora yake ikisema ni katika kulipiza kisasi, lakini pia ni katika kufanya majaribio ya makombora yake ya kijeshi. Pyongyang ilisema kuwa Korea Kusini na Marekani zitagharamika pakubwa kwa maneva hayo ya kijeshi. Alisema kiongozi wa Korea Kaskazini kwamba nchi maadui zitalazimika kulipa gharama kubwa kwa maneva yao ya kijeshi ya kipumbavu ambayo atapelekea Korea Kaskazini kuchukua hatua za haki za kujihami, alisema kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un. Pyongyang ilitoa onyo hili siku 2 baada ya Korea Kusini na vikosi vya jeshi la Marekani kutangaza kuwa mazoezi ya kijeshi yaliyopewa jina la ngao ya uhuru kuanza siku ya leo Jumatatu na kuendelea kwa siku 11. Hata hivyo, imelaumu majeshi ya Seoul na Washington kwa maneva hayo na kusisitiza kuwa iwapo Marekani itaendelea kutunisha misuli kijeshi, Pyongyang haitakuwa na chaguo jingine zaidi ya kuhuisha uwezo wake wa kukabiliana na hujuma za uadui huo wa Marekani. Haijafahamika ikiwa Korea ya Kaskazini itaendelea na urushaji wa makombora yake au Korea Kusini na Marekani wataamua kughairisha mazoezi hayo, lakini kumbukwe mara kadhaa nchi ya Korea Kusini na Marekani zikiungana wakati mwingine na nchi ya Japan zilikuwa zikiendelea na mazoezi yao licha ya Korea Kaskazini ya Bwana Kim Jong-un ikiendelea na urushaji wa makombora yake, wakati mwingine yakiwa ni masafa marefu, wakati mwingine wakiwa masafa ya kati na hata masafa mafupi. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia The World News ili uweze kufahamu mambo mengi. Usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, nikutakie siku njema.